Umewahi kuhisi mpenzi wako hakupi thamani unayostahili? Pengine umeanza kuchukuliwa poa. Leo nitakupa siri 5 za kisaikolojia za kurudisha heshima yako haraka. Lakini tabia ya 5 ndiyo hatari zaidi. Ukiijua hii, hata thubutu kukudharau tena. Kabla hatujazama ndani, hakikisha una subscribe na kugusa alama ya kengele. Hapa tunajenga thamani yako kwenye mahusiano. Twende kazi. Kuna ukweli mmoja mchungu sana kuhusu mapenzi. Upendo pekee hautoshi kumfanya mtu akuheshimu. Unaweza kumpenda mtu kwa moyo wako wote, ukamfanyia kila kitu, lakini bado akakudharau. Kwa nini? Kwa sababu kisaikolojia, heshima na upendo ni vitu viwili tofauti. Upendo unatolewa bure, lakini heshima inatengenezwa. Heshima inatokana na mipaka unayojiwekea na jinsi unavyobeba thamani yako mbele ya mpenzi wako. Kama unataka heshima ya kudumu, anza kuishi hizi tabia 5 kuanzia leo. Tabia ya kwanza, acha kuwekeza zaidi yake. The law of equal effort. Tabia ya kwanza inaua mahusiano mengi bila watu kujua. Ni tabia ya kuwekeza kupita kiasi au overinvesting. Hebu tujiulize, je, wewe ndiye unayeanza kutuma message kila asubuhi? Wewe ndiye unayepiga simu mara nyingi zaidi? Ukikosewa, wewe ndiye unayeomba msamaha kwanza ili tu yaishe? Wewe ndiye unayepanga mitoko kila mara? Kama jibu ni ndio, unajishushia heshima. Saikolojia inasema binadamu hamthamini mtu ambaye anapatikana kwa 100% bila yeye kutumia nguvu yoyote. Unapomfanyia mpenzi wako kila kitu, unamuondolea ile hali ya asili ya kukufukuzia au kukuwinda, the thrill of the chase. Mpe nafasi ya kukukumbuka. Mpe nafasi ya kuona kimya chako. Acha atume message naye aone kama utajibu. Mahusiano ni kama mchezo wa tenisi. Ukipiga mpira upande wake, simama usubiri au rudi kwako. Ukivuka neti kwenda kumpigia mpira wake, atakuona kituko. Punguza spidi. Acha naye aonyeshe juhudi. Tabia ya pili, weka mipaka kwa vitendo, sio maneno. Boundaries via action. Watu wengi wakidharauliwa kwenye mahusiano huwa wanalalamika. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini hunijali? Hunipendi tena? Acha kulalamika. Anza kuchukua hatua. Kulalamika ni kuomba heshima, na heshima haiombwi. Kama mpenzi wako anafanya kitu ambacho kinakuvunjia heshima, kwa mfano, anakuongelesha kwa sauti ya juu au anakutolea maneno ya kashfa, usibishane naye, usimtukane. Badala yake, mwangalia machoni kwa sekunde 2, kisha mwambie kwa sauti ya chini na yenye utulivu, sipendi jinsi unavyoongea na mimi sasa hivi. Nitarudi tukishatulia. Kisha ondoa uwepo wako. Ondoka eneo hilo. Kata simu. Unapoondoa uwepo wako, remove your presence, unampa adhabu ya kisaikolojia inayoitwa negative punishment. Unamfundisha kwamba akiwa na tabia mbaya, anakosa upatikanaji wako. Hakuna kinachorudisha heshima haraka kama ukimya wako na kuondoka kwako ukiwa mtulivu. Vitendo vinaongea kwa sauti kubwa kuliko kelele za masaa mawili. Tabia ya 3, dhibiti hisia zako na nguvu ya ukimya. Emotional mastery and silence. Umewahi kugundua nani huwa anaonekana mnyonge wakati wa ugomvi? Ni yule anayepandisha sauti, kutuma meseji ndefu za kujieleza na kulia akidai haki yake. Watu huheshimu sana mtu ambaye hawezi kuyumbishwa kihisia rahisi. Mtu anapokuvunjia heshima au kufanya jambo la kukuudhisha, anatarajia uwe na hasira, ulalamike au uanze kumfanyia fujo. Hicho ndicho kinachompa nguvu juu yako. Badala yake, mnyimie hiyo nguvu. Tumia ukimya. Ukimya ni silaha kubwa sana ya kisaikolojia. Unaponyamaza na kumtazama tu bila kusema neno, unamfanya aanze kujihisi vibaya na kujiuliza, je, nimevuka mipaka? Mtu asiyeweza kutabiri hisia zako anajikuta akikuheshimu moja kwa moja kwa sababu hana remote ya kuongoza furaha au hasira yako. Kuwa kama maji ya kina, tulivu kwa nje lakini ni yenye nguvu kubwa kwa ndani. Tabia ya 4, weka malengo yako kuwa kipaumbele. Purpose over people. Hapa ndipo watu wengi wanakwama. Wanaingia kwenye mahusiano au urafiki na ghafla yule mtu anakuwa ndio dunia yao. Ndoto zao zinakufa, malengo yao yanasimama. Hakuna kitu kinachovutia na kutengeneza heshima nzito
kama mwanaume au mwanamke ambaye ana maono, vision. Mtu ambaye anajua anataka nini kwenye maisha na anapambana kila siku kukipata. Hata awe anakupenda kiasi gani, siku akigundua wewe huna la kufanya zaidi ya kumfuatilia yeye tu, heshima itashuka. Kuwa na kitu chako unachokipigania. Iwe ni biashara, elimu, kukuza kipaji chako au kujiimarisha kiroho na kimwili. Hii inamfanya mtazamaji wako au mpenzi wako akuangalie kama tuzo, prize. Atakuheshimu kwa sababu anajua akilini mwake kuwa wewe ni mtu wa thamani anayepiga hatua na anapaswa kujituma ili aendelee kuwa na wewe kwenye maisha yake. Tabia ya 5. Kuwa na nguvu ya kuondoka. The walk away. Sasa tumefika kwenye ile siri kubwa niliyokuahidi mwanzoni. Hii ndiyo tabia inayoogopwa zaidi, lakini ndiyo yenye nguvu kuliko zote. Uwezo wa kuondoka. The willingness to walk away. Kama huwezi kumwacha mtu anayekuvunjia heshima, basi huna nguvu yoyote juu yake. Narudia. Kama hauko tayari kumpoteza mtu anayekudharau, umejifunga pingu wewe mwenyewe. Watu wanahisi nguvu hii. Wanajua nani yuko desperate, mwenye shida sana, na nani anajielewa. Unapokuwa na utayari wa dhati wa kufungasha virago na kuondoka kwenye mahusiano, urafiki au mazingira yoyote yanayoshusha thamani yako bila kuangalia nyuma, unatengeneza aura, nguvu isiyoonekana inayolazimisha watu wa kuheshimu. Sio kumtishia mtu kuwa utaondoka, hapana. Ni ile hali ya wewe kujua thamani yako kiasi kwamba unasema ndani ya moyo wako, nakupenda, lakini najipenda zaidi. Na kama uwepo wangu hauheshimiwi, niko tayari kuupa thamani kutokuwepo kwangu. Mtu akigundua kuwa unajiweza, unajitegemea kihisia na haumwogopi kumpoteza, atakuheshimu, atakulinda na hata thubutu kukufanyia mchezo. Heshima haiombwi, heshima inatengenezwa. Anza kuishi hizi tabia 5 kuanzia leo na uangalie jinsi watu watakavyobadilika na kuanza kukutazama kwa jicho la thamani ya juu. Kati ya hizi tabia 5, kuweka mipaka, kudhibiti hisia, kutopatikana sana, kuweka malengo mbele au uwezo wa kuondoka, ni tabia ipi unaona inakupa changamoto zaidi na unaenda kuifanyia kazi leo? Niandikie kwenye comment hapo chini, nitasoma na kujibu. Kama video hii imekupa thamani, fanya kitu kimoja cha kiungwana. Bonyeza like, subscribe na ushare video hii na mtu mmoja ambaye unajua anahitaji kusikia ujumbe huu. Kumbuka, thamani yako inaanzia kwako wewe mwenyewe. Asante kwa kutazama, mpaka wakati mwingine, nenda kajenge heshima yako. Peace.